Bwana, mambo vipi? Karibu sana kwenye movie mpya ambayo imetoka hivi karibuni ya Prison Break 2026 au ni Netflix bwana, noma sana bwana. Movie hii ina ubunifu mkubwa sana ambapo Michael Scofield ambaye maisha yake yanabadilika sana ghafla baada ya kaka yake kipenzi Lincoln kuhukumiwa kifungo cha kifo cha kosa la mauaji ya makamu wa rais wa Marekani, kosa ambalo hakulitenda bali alisingiziwa. Ili kumwokoa kaka yake kabla ya siku ya kunyongwa haijafika, Michael anapanga mpango mkakati sana na wa kipekee na hatari sana. Anachora ramani ya jela ya Fox River kwenye mwili wake kwa njia ya tattoo ya kisanii, kisha anajihusisha na ujambazi wa benki ili naye ahukumiwe kifungo katika gereza hilo hilo alilofungwa Lincoln ambaye ni kaka yake. Bwana, ndani ya gereza la Fox River, Michael anaanza kutekeleza mpango wake wa kutoroka kwa kushirikiana na wafungwa wengine hatari sana na wenye ushawishi, wakiwemo John Abrams na Fernando na muhalifu hatari sana ambaye anaitwa Theodore. Huu ni T-Bag. Huku akitumia akili yake ya ziada sana kutatua changamoto zilizokuwa zikiwakabili kila kona. Bwana, wakati huo huo nje ya kuta za gereza, wakili Veronica Devonan na mpelelezi mjumbe Nikki na wanafanya uchunguzi mkali sana ili kubaini ukweli nyuma ya njama hizo za kisiasa, wakigundua kuwa mauaji hayo yalipangwa na shirika lenye nguvu sana la serikali linalojulikana kama The Company. Bwana, baada ya changamoto nyingi sana, kwa ruzano na hatari ya kupoteza maisha, mpango wa Michael unafanikiwa na yeye pamoja na kundi lake la wafungwa kadhaa wanatoroka kwa mafanikio kutoka Fox River na kuacha nyuma ya msako mkali wa polisi na maafisa wa shirikisho waliokuwa wakiwatafuta kila mahali nchini Marekani. Bwana, msimu unaofuata unabadilika sana na kuwa mkimbizano wa kimataifa ambapo Michael pamoja na kaka yake Lincoln na wakimbizi wenzao wanajaribu kusaka pesa zilizofichwa huko Utah, huku wakikimbizana na wakala katili wa FBI Alexander Mahone ambaye alikuwa na ujuzi mkubwa uliomwezesha kufuatilia kila nyayo za Michael. Bwana, mambo yanazidi kuwa magumu sana pale Michael anapojikuta kinaswa tena na kutupwa katika gereza baya na lenye kutisha zaidi la Sona huko Panama, ambapo analazimishwa tena kupanga na kutekeleza mpango mwingine mgumu wa kutoroka akiwa chini ya mazingira magumu ya kikatili na wafungwa wenzake. Bwana, baada ya kutoka Sona, Michael anajitoa muhanga kwa kushirikiana na serikali na wale wote waliomdhulumu ili kuvunja kabisa shirika ovu la The Company mara mmoja kwa wote, hatua iliyoleta uhuru wa kweli kwa familia yake na kumaliza mateso yao ya muda mrefu. Bwana, hata hivyo, miaka mingi baadaye, historia inajirudia tena pale Michael anapojikuta akiwa amefungwa katika gereza lingine lenye ulinzi mkali la Orgia huko Yemen, chini ya mazingira ya kutatanisha, jambo linalowalazimu kaka yake Lincoln na wenzao wa zamani kuungana tena ili kufanikisha kuweza kumwokoa Michael. Bwana, baada ya kuibuka kwa mfululizo huo wa matukio ya hatari, Michael anagundua ukweli mchungu kuhusu yeye mwenyewe na historia ya familia yake, akitambua kwamba uwezo wake wa kipekee wa kiakili na kiakisi ulikuwa ni sehemu ya mpango mkubwa ulioratibiwa tangu utotoni mwake na watu aliowaamini. Bwana, hali inazidi kuwa tata pale ambapo kundi linapaswa kushirikiana na maadui zao wa zamani, wakiwemo baadhi ya mawakala wa zamani wa The Company ili kukabiliana na tishio jipya la hatari zaidi lililokuwa likiongozwa na kiongozi katili aliyefahamika kwa jina la utani la Poseidon. Bwana, katika harakati hizo za kuokoa maisha ya upendanao, wao ulinda usalama wa nchi. Uhusiano kati ya Michael na Sarah unajaribiwa vikali, huku wakipitia misukosuko ya kihisia sana, utengano wa muda mrefu na hofu ya mara kwa mara ya kupoteza maisha.
Bwana, upande wa pili, tabia ya mienendo ya Theodora inachukua sura mpya ya kushangaza pale anapojikuta akishirikiana kwa njia isiyotarajiwa na wanafamilia hao, jambo linaloleta mchanganyiko wa hofu, vichekesho na giza na hila za kila aina. Bwana, mbinu za kiintelijensia, milipuko ya mabomu, udukuzi wa mifumo ya kompyuta na mapambano ya ana kwa ana yanatumika kila kona, huku kukiwa na mbio kadi dhidi ya muda wa kuzuia shambulio ambalo lingeweza kuangamiza maisha ya maelfu ya watu wasio na hatia duniani kote. Bwana, anaposema kwamba hili ni bonge moja la movie, na maanisha kwamba ni bonge moja la story, bonge moja la movie. Prison Break 2026 hapa shatoka. Bwana, hatimaye baada ya vita na mikiki yote ya kusisimua, haki inasimama. Familia inaungana tena katika mazingira ya amani na urithi wa ujasiri. Upendo wa kaka na kaka na akili ya kiwango cha juu sana ya Michael Scofield unaacha alama milele katika historia ya television ya duniani. Bwana, hii movie usikose, bonge moja la movie. Prison Break 2026 tayari iko hewani. Mimi hapa Charles Mnyama nimekuletea hii hapa trailer ambayo ina trendi sasa hivi kinoma noma. Imetoka jana usiku mida saa 6. Ifuatilie hii movie, bonge moja la movie, ni kali sana. Bwana, nakuacha nikisema kwamba hii ni Charles the Storyteller. Jina langu naitwa Charles the Best Presenter in Town. Mnyama au